Na mtazamaji wangu, moja ya habari inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na kile kimeweza kuchapishwa na mwanaharakati Mariam Sarungi. Ameweza kuzungumzia kuhusiana na tarehe 6 Disemba mwaka 2025 itakuwa tarehe kamili yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kufikishwa huko ICC. Uchunguzi mzito utaweza kuanzishwa dhidi yake na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya sita iliyokuwa mamlakani kipindi na wakati ambapo maelfu ya vijana Gen Z waliweza kuaga dunia. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa kuna shinikizo kubwa la kisiasa kimataifa dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Sote tuliweza kushuhudia siku ya juzi kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan alipokuwa akitangaza uongozi wake wa serikali awamu ya 7, aliweza kukiri na kudai kwamba kutokana na maandamano ya vijana Gen Z yaliyoweza kutokea kabla ya uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu, uliweza kutia doa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo litaweza kuathiri Jamhuri ya Tanzania kiuchumi. Pia hatua hiyo inazidi kudhihirisha wazi kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kuathirika yeye kibinafsi kutokana na amri zilizoweza kutolewa kipindi akiwa mamlakani. Vile mtazamaji wangu, kuna kufunguliwa kwa uchunguzi wa kina dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi mzima akiwemo Mheshimiwa Kikwete na viongozi wengine wote waliokuwa kihudumu chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6, hatua ambayo inazidi kudhihirisha wazi ni kipi kitaweza kumkumba Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Huenda hata adhabu kubwa ikaweza kumwangukia, jambo ambalo litaweza kusababisha Jamhuri ya Tanzania kwa mara nyingine kurejelewa kwa zoezi la uchaguzi mpya, jambo ambalo litaweza kusababisha viongozi hasa kiwemo Mheshimiwa Tundu Lissu na wengineo walioko gerezani kuachiwa huru ili kushiriki zoezi la kikatiba, kinyume na kile kilichoweza kufanywa dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa vyama viwili vya upinzani katika Jamhuri ya Tanzania kushindwa kushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, amini semeni, hatua hii ni hatua nzuri hasa kwa wale wote wanaozidi kulilia haki ziweze kupatikana kwa wapendwa wao. Vile mtazamaji wangu, kuna kupoteza kwa uungwaji mkono kwa mataifa, jinsi ambavyo iliweza kutangulizia habari kudai kwamba hivi sasa Rais Mama Samia Suluhu Hassan mikopo aliyokuwa akipata katika mataifa ya kigeni itaweza kuwa nadra na vigumu sana kwa kupata mikopo hiyo, jambo ambalo ataweza kulazimika kutoza wananchi wa Tanzania ushuru wa asilimia ya juu ili aendelee kukimbiza ekonomi ya Jamhuri ya Tanzania. Kutokana na mataifa ya kigeni yasingependa kujihusishwa na ufadhili wa Jamhuri ya Tanzania, ndipo ambapo kipindi na wakati uchunguzi utakapoweza kumalizika, iwapo uongozi huo wa serikali awamu ya 6 uliokuwa ukishirikiana nao utaweza kupatikana na dosari lolote lile kwa ukiukaji wa haki za binadamu, kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya binadamu, basi moja kwa moja huenda pia nawe wewe ukaweza kupatikana katika adhabu hiyo ama kupata kipigo kutokana na kile kitakachokumba uongozi huo wa serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, pia kuna kuongezeka kwa shinikizo la ndani ya nchi. Hivi sasa sote tunazidi kuona ni kipi ambacho kinashuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Hivi sasa idadi kubwa ya vijana Gen Z wanazidi kudai kwamba haki lazima iweze kupatikana kwa wale wote walioweza kuaga dunia wakati wa maandamano. Hawakuwa na hatia yoyote ile, hivyo basi hawakustahili kupigwa risasi na kuaga dunia
bali walistahili kukamatwa na kufikishwa katika vituo vya polisi mbalimbali mikoa mbalimbali huko Tanzania, kinyume kabisa na kile kilichoweza kuwakumba kupigwa risasi, baadhi ya miili yao kupelekwa pasipoweza kujulikana, jambo ambalo limeweza kuacha familia na majonzi na uchungu kwa wao kutopata nafasi ya kujumuika na jamaa wao waliotoka kwa ajili ya kuandamana, jambo ambalo lilikuwa ni kikatiba. Mtazamaji wangu, pia kuna kupungua kwa uaminifu wa serikali. Hivi sasa kwa njia moja ama nyingine, Watanzania wengi wanaamini sana chama pinzani kuliko uongozi ulioko madarakani. Mbaya kabisa, viongozi walioko madarakani wanaonekana kujijali wao binafsi na kutojali wale wanaotaka kuwaongoza, tofauti kabisa na jinsi ambavyo chama Chadema kinazidi kuonyesha hivi sasa kusimama na Watanzania wote bila ubaguzi wote ule wa mikoa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linazidi kuvutia mamilioni ya Watanzania. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tumeshuhudia ni kipi ambacho kimekuwa kikishuhudiwa katika siku za hivi punde, jambo ambalo limeweza kupendekeza jinsi gani ambavyo viongozi walioko madarakani kuonyesha ubaguzi, na pia tukio hilo tumeweza kulishuhudia kwa mara nyingine kipindi na wakati ambapo kumekuwa na uteuzi wa mawaziri wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan watakaokuwa wakiongoza katika serikali ya awamu 7. Mtazamaji wangu, amini usiamini, Watanzania wengi hivi sasa ndipo ambapo wanafahamu ni kipi alichokuwa kikizungumza Mheshimiwa Tundu Lissu, na pia kufanya uhamasishaji wake kuwa makini na uongozi wa serikali ya awamu 6 iwapo utaweza kurejelea kwa mara nyingine kuingia afisini kuongoza serikali ya awamu 7. Moja kwa moja wataweza kupitia changamoto nyingi, kuwa na gharama kubwa ya maisha. Pia itaonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huo hautaweza kujali haki za binadamu. Na mtazamaji wangu, amini usiamini, hayo yote hivi sasa yanazidi kushuhudiwa. Mtazamaji wangu, pia kuna kiongozi akiwa chini ya uchunguzi ICC hupata vikwazo katika safari za kimataifa na majukwaa ya kikazi. Amini usiamini, hivi sasa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, yeye binafsi hata katika vitabu vya historia ameweza kujitia doa kubwa, jambo ambalo litaweza kuwa vigumu kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu 7 hivi sasa kurejesha imani ya Watanzania, kutokana na viongozi hao ndio wapo mamlakani, ila kuna maelfu ya vijana Gen Z walioweza kufariki kwa ajili ya viongozi hao kuwa madarakani, tofauti kabisa na kipindi na wakati ambapo iwapo viongozi hao wangeweza kukubali uchaguzi jinsi ambavyo vijana Gen Z walikuwa wakipendekeza, ingeonyesha wazi kwamba wanajali maslahi ya vijana Gen Z. Ila kile kilichoweza kuonyeshwa katika uchaguzi ulioweza kupita wa mwaka 2025 ni viongozi kujali maslahi yao ya kibinafsi kurejea ofisini kwa mara nyingine, sio kwa manufaa ya Jamhuri ya Tanzania ila kwa manufaa yao binafsi. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kufikishwa ICC? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.